Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika taarifa zetu za sasa. Naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche aliongoza matembezi ya umati mkubwa wa wananchi katika barabara kuu za jiji, wakielezea kutoridhishwa kwao na utendaji wa serikali wa Mama Rais Samia Suluhu katika masuala mbalimbali ya kiuchumi na kijamii. Na maandamano na matembezi hayo yaliweza kufanyika eneo mbali. Inakumbuka ni wakati ambapo kiongozi wa chama hicho, chama cha Chadema, Tundu Lissu bado yupo gerezani akisubiri kusikilizwa kwa kesi inayomkabili, na waandamanaji waliweza kubeba mabango yenye ujumbe wa kutaka mageuzi, uwajibikaji wa viongozi na kuboreshwa kwa hali ya maisha ya wananchi, na pia kuwapa viongozi wa upinzani nafasi ya kujieleza, na pia serikali iweze kuongea kuhusu utekaji nyara ambayo imekuwa ikiendelea kwa kasi. Wale ambao wanakashifu serikali wakiwa wa kwanza kutekwa nyara. Na akihutubia umati huo, naibu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche aliweza kusema kuwa chama chake kitaendelea kutumia njia za amani kuwasilisha maoni ya wananchi na kushinikiza serikali kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi, na aliweza kusisitiza kuwa kwa sauti ya wananchi haiwezi kuzimwa licha ya kiongozi wao kuwa kizuizini. Na kwa upande wake, serikali kupitia msemaji wake iliweza kusema kuwa inaheshimu haki ya wananchi ya kukusanyika kwa amani kwa mujibu wa sheria, lakini ikatoa wito kwa waandamanaji na watembezi kuhakikisha kuwa shughuli zao hazisababishi vurugu wala uharibifu wa mali, huku wafuasi wengi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wakisisitiza kuwa wataendelea na matembezi hayo na maandamano hayo hadi wakati ambapo mwenyekiti wao Tundu Lissu ataweza kuachiliwa huru. Lakini tu tungependa kusikia kutoka kwako. Endelea kutuandikia maoni yako kuhusiana na hili taarifa ambalo linaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, wengi wakisema kuwa hawakujua kuwa chama hiki, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, kina wafuasi wengi hivi. Hebu tuangalie tu baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi, kama huyu Rafael Akado Ovela aliweza kuandika na kusema hivi: kwa nini hiki chama kina watu wengi hivi na wanaenda kwa nauli zake? Na ni swali tu ambalo ameweza kueleza kuwa hawa wafuasi wa Chadema nani ameweza kuwapa nauli. Pia tungependa kusikia kutoka kwako. Endelea kutuandikia maoni yako hapo chini. Hebu tuangalie maoni mengine hapa. Jimmy Milungu ameandika na kusema hili chama kumbe likubwa kuliko nilivyokuwa nalifikiria. I say, mbona mnatutisha sasa, sio kwa speed hii. I say, kama unavyoona wengi wameweza kushtuka kuona kuwa chama hiki kina wafuasi wengi. Huyu ameandika na kusema hapo kila mtu kaenda kwa usafiri wa kujitegemea, tofauti na wale wanaosombwa kama wanyamakazi. Chadema kama dini, kama soka inavyopendwa, ukiruhusu uchaguzi huru chini ya tume huru, katiba mpya, misa ya kwanza tu hiki chama kinaingia nyumba peupe kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo haiwahonge wananchi waje katika vikao vyao kama vyama vingine kama vile ya CCM. Je, unakubaliana na Pascal Nduma? Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako. Na ni taarifa ambayo inaendelea kusambaa huku wananchi wakihamasishana kuwa tarehe 7 mwezi wa 7 ni mega protest, siku ya maandamano makuu kama unavyoona kwenye screen yako, na ni Maria Sarungi ambaye aliweza kupost na kusema 7 mega protest loading in Tanzania, bila hofu tunakamilisha azma yetu, na picha hapo kuna mchoro kuwa 7 maandamano. Na katika matembezi na maandamano ya wanachama wa Chama cha Demokrasia na
maendeleo, shughuli za biashara katika baadhi ya maeneo ziliweza kusimama kwa muda, huku maelfu ya wananchi wakishiriki matembezi hayo, na vyombo vya usalama vilionekana kuimarisha ulinzi katika maeneo muhimu ili kuhakikisha hali ya utulivu linaendelea kutawala. Na wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameendelea kusema kuwa tukio hilo linaonyesha kuendelea kuwa na mvutano wa kisiasa kati ya serikali ya CCM kinachoongozwa na Mama Daktari Samia Suluhu pamoja na serikali ya upinzani ambacho kinaongozwa na Tundu Lissu ambaye yupo gerezani, huku wengi wakisubiri kuona hatua zitakazofuata katika kipindi kijacho, ikiwa Rais Mama Daktari Samia Suluhu ataweza kusikiza matakwa ya wanachadema kwa kumwachilia mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu. Maoni yako ni yapi? Tuandikie tu maoni yako hapo chini, tungependa kusikia kutoka kwako kuhusiana na hili taarifa nzima ambalo linaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.